basoda Kirundi bale biko ba mingi sa uchafu balengia kamituga biko tro usikieto. Mambo vipi wadau wetu wa Global TV? Tumaini langu ni kwamba wewe ni mzima wa afya. Naamini ya kwamba unatufuata sahihi kabisa sambamba katika channel yako pendelevu ya Global TV katika maeneo yote, ikiwa kwenye simu yako, ikiwa kwenye TV yako na ikiwa kwenye smartphone yako. Unazidi kutufuata kabisa katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini. Mambo ambayo yanaendelea katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wewe mpenzi mtazamaji, unaona nchi hii inakwenda mahali gani? Mwezi wa 10 ambako serikali ya Burundi, ambao ni jeshi kubwa la Burundi, wameweza kuingia katika mji wa Kamituga ambako ni tarafa la Mwenga. Wameingia kwa wingi sana wakiwa na mambo yote ya vifaa vya kivita. Kwa unaona mpenzi mtazamaji, situation ya siasa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaelekea wapi? Na pia kuna maeneo mengine ambako watu wamekimbia na hali ya usalama kuwa mdogo katika vijiji tofauti vya jimboni Kivu Kusini pamoja na jimboni Kivu Kaskazini. Watu wengi wakikimbia kwa ajili ya kuweza kunusuru maisha yao. Unaonaje kwa gisi ambavyo serikali ya Kongo inavyoendesha nchi yake, huku wakidai kwa kwamba wanatafuta kupata amani ya kudumu? Kwa hiyo tukujuze mambo mengi tu, na kama ni mara yako ya kwanza kuweza kutembelea channel yetu ya Global TV, naomba upate kubonyeza alama ya subscribe, kisha utagonga kidude cha kengele kwa ajili ya kupata video zetu nyingi zaidi, na pia usikose kucomment, kushare na kulike video zetu. Basi tuanze na katika mji wa Kamituga katika tarafa la Mwenga, ambako serikali aidha jeshi kubwa la Burundi limeweza kuingia kwa wingi kwa ajili ya kuweza kuongeza kikosi na security madhubuti kwa ajili ya kuweza kudhibiti na kuweza kuhachisha kuingia kwa waasi wa M23 katika maeneo hayo, huku ikidai kwa kwamba M23 wameshashika baadhi ya vijiji vingi katika maeneo hayo, hususan katika maeneo ya Shabunda pamoja na Mwenga na vipande vidogo vya tarafa la Fizi pamoja na tarafa la Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni mwa Kivu ya Kusini. Na katika jimboni Kivu ya Kaskazini ambako katika vijiji mbalimbali ambavyo vimekuwa kando, hususan katika maeneo ambayo imedhibitiwa na waasi wa M23, watu wanaishi kwa woga, wengine huku wakikimbia na kubabaika kwenda maporini ili wapate kupata nusura ya kuweza kuishi kwa amani pale ambako wataona ya kwamba hapa tutaishi vizuri, huku watu wengi wakitangatanga pamoja na watoto, wengine kuachishwa masomo kwa sababu ya hali ya hewa na vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, kama una maoni yako, naomba upate kuweka maoni yako ili tupate kuifanyia kazi, kutokana na hali ya siasa ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inavyoendelea katika hali ambayo sio kuwa nzuri. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, utakwenda kujua mengi sana ambayo tutakwenda kukuletea baada ya kipindi hiki, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika nchi hii ambayo watu wengi wanaimezea mate. Kwa hiyo upate kuwa nasi katika kipindi kingine. Nimeweza kufika kwenye mwisho na tamati ya kuweza kuchambua tu maneno kidogo ambayo yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakiingiza vikosi vingine na huku wengine kushambuliwa na vijiji vingine kuchukuliwa na waasi wa M23, na huku wakidai kwamba wamekata vita na wale ambao wamedhibiti maeneo kadha wa kadha wapate kubaki hapo na wengine wasipate kushambulia wengine. Kwa hiyo kila mtu akae kwake, lakini huku bado M23 wanazidi kusonga na kuweza kuteka baadhi ya vijiji vingine, na huku serikali ya Kongo ikiweza kuweka madhubuti security yake na kuweza kuambatana na jeshi la Burundi kwa ajili ya kuweza kuweka ulinzi uliokuwa imara. Kwa hiyo mpenzi mtazamaji, niweze kukuacha tu ili upate kuwa nasi katika kipindi kingine ambacho kitakachokudia muda siopo. Hapa kabisa ni mimi hatumpati, hatujui piko ngambo gani hapa kabisa. Tunaelekea ngambo ya Nyantende hivi, ngambo ya Nyantende tuko deja hapa mbarabara
ni muguduro hapa Toyota, ila wale watu hawaonekani. Mbona basoda banafifia nyuma? Kuko nini? Waliniambia enemy. Pole pole. Uko na nini? Mnaacha adui wapi? Mnabachia wapi? Biko Nyakabongola. Sawa. Hapa kabisa ni kwenda. Enemy anasemaka anakamata Bukavu. Wapi? Mniambia sasa hapa. Pale kupande mwingine soda. Ule iko wapi? Wewe. Panda pale kupande mwingine soda bakuwe bawili pale. Ala silaha zinabakia nyuma ziko chungani. Mulika panda pale yule. Pole pole we. Munabaachia wapi? Hapa ba enemy munabaachia wapi? Hapa kabisa ni mjini. Mwambie adui aanze jiandaa. Ule mwenye angali na uzima arudie kwao. Niliwaambiaka siku itafikaka ya kuwasaga, na hapa waende wanajitayarisha. Wajitayarisha. Nani anabaki? Papa, nitawapiga na bambia mpite hapa pembeni yangu. Muko hapa ndio wapi? Mulika. Ukatomba nani akili we? Niende na baona hapa. Uko atembea ye. Mulika akuye, we panda. Ili nakuya nyuma ni gari, ni moto. Yote vitasimama. Ambia Mulika huyu. Mulika shuka mbarabara. Baba Ikeri, unaanza enda mbali na barabara hii. Eske wewe unaweza mtu mwenye anakuya famia bulongo yenye aina yake atakufani? Mulika. Hana nguvu, hana dawa. Si bale ni mbolea ya inchi. Atakufani? Kama wanajidai si bakuye. Mwewote nyuma. Murudi. Barudi nyuma bakuye baende wapi? Hapa kabisa. Hapa konjo bana kuya tupa uchafu yenyewe natoka Bukavu. Njoi kabisa. Hapa kabisa. Iyi niyo bafashe yari ya M23 none barayifashe. Iyi n'amabombe gayo hirya. Iyo bafashe ni go mabombe gayo. Reka tukugire. Iyi sniper yo M23 yakoreshaga barayibatse barayifashe. Iyi sniper.
Abantu abashaka kupfa masasi mamekara makuno mwakiziba Masasi iko mingi sana kabisa hapa. Ni hatari. Watu wanachanganyikiwa. Hakuna